وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu katika somo la usulul fiqh, na kitabu kinachotuongoza kinaitwa Al-Wajiz fi usulul fiqh cha Ustadh Dr. Wahbat Az-Zuhaili, rais qism al-fiqh al-islami wa madhahibihi fi Jami'ati Dimashq. Na leo tuko ukurasa wa 140 wa kitabu hiki. Juu kabisa hapo kwenye kipengele namba 4 na kipengele namba 5 ameweka 4 na 5 as-sahihu wal batil. Anazungumzia sahihi na batil. Somo kuu lilikuwa al-ahkamu al-wad'iyya, hukumu za kuwekeza au sheria zisizokuwa za moja kwa moja. Kuna direct na indirect, ziko za moja kwa moja na ziko zisizokuwa za moja kwa moja. Ni ile wajibu, haramu, mandubu, makruhu na mubaha. Zile ni sheria za moja kwa moja. Sasa hizi kuna sharti, kuna sababu, kuna mani, hizi ndio si za moja kwa moja, ndio zinaendelea sasa. Kuna sahihi na kuna batili. As-sahihu, sahihi ni nini? Huwa mastawfa, ni kile kilichotimiza. Stawfa fi na fatha, hiyo ya mbele sio ye, ni alifu iliyoandikwa kwa mwandiko wa ye. Ikiwa haina nukta mbili chini inakuwa ni alifu, ikiwa na nukta mbili chini inakuwa ni ye. Ingawa wakati mwingine kuna kuwa na hali ya kukosea katika uchapishaji au uandishi, kwa hivyo utatizama, ikiwa nyuma kuna kisra itakuwa ni fe, ikiwa nyuma kuna fatha itakuwa ndio alifu, ikiwa nyuma kuna kisra itakuwa ni ye, na ikiwa nyuma kuna fatha itakuwa ni alifu. Lakini katika kanuni za uandishi, ikitiwa nukta mbili ndio imethibitishwa kuwa ni ye, ikiacha kutiwa nukta mbili inakuwa ndio alifu. Kama wadduha wal-laili idha saja ma waddaka rabbuka wama qala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Zile zote zimekaa katika mikao ya ye, lakini zile ni alifu kwa sababu nyuma hakujawa na irabu ya fatha na zenyewe hazijatiwa nukta chini. Kwa hivyo as-sahihu huwa mastawfa, sahihi ni ile iliyotimiza. Na ivuta ili kuithibitisha tu, lakini katika Kiarabu fasaha ivuti sana mastawfa hivi kwa kawaida, na kuvutia wewe kwa sababu upate kuona kwamba hapa ni alifu. Huwa mastawfa arkana shay, ni ile iliyotimiza nguzo za kitu, wa shurutahu, na masharti yake shar'iyya kisheria, watarattabat alayhi atharuhu shar'iyya, na zikapangika juu yake athari zake za kisheria. Hiyo ndio sahihi. Yani kwa maana sahihi imetimiza masharti, imetimiza nguzo. Kwanza imetimiza nguzo, alafu ikatimiza na masharti. Kwa hivyo swala, sharti lake la kwanza ni kuingia wakati, sharti lake la pili ni kuwa na udhu, sharti lake la tatu ni kuwa umejistiri istara inayotakiwa katika ibada, umevaa nguo za kustiri mwili wako, sharti lake linalofuata ni kuelekea kibla. Hayo masharti. Nguzo zake ni kupiga takbira kwa nia, kupiga takbiratul ihrami, kusoma Fatiha, kurukuu na nini. Ukikamilisha masharti, ukakamilisha na nguzo, sasa sala yako itaitwa sala gani? Hiyo sahihi. Kwa masharti na nguzo yakishatimia itakuwa sala ndio sahihi. Tena masharti yake ni ash-shar'iyya, yale yaliyowekwa na sheria. Watarattabat alayhi atharu shar'iyya, na zikapatikana juu yake zile athari zake za kisheria. Kwa hivyo fasahihu min al-ibadati, kilicho sahihi katika ibada inda al-fuqahai, kwa watu wa ilmu ya sheria ya dini ya Kiislamu ndio fiqh, an yaqa al-fi'lu, kitokee kitendo, ala wajhin, kwa namna ambayo yasqutu al-qada'u, unaondoka kulipa, unaondoa kulipa, huambiwi tena uje ulipe. Kama umefunga basi funga yako imepita, hutakiwi kuja kuilipa. Kama umesali sala yako imepita, hutakiwi kuja inakuondolea deni. Al-qadha itafsiri deni hapa, inaondoa nini? Inaondoa deni, unakuwa huna deni. Tumefahamiana? Kilicho sahihi ni nini? Ni kile ambacho kimetokea kwa namna ambayo inakuondolea we deni, unakuwa huna wajibu tena wa kutekeleza kitu kile. Hicho ndio sahihi. Narudia maneno haya, naanza juu kabisa. As-sahihu huwa mastawfa arkana shay, sahihi ni kile kilichotimiza nguzo za jambo, wa shurutahu shar'iyya, na masharti yake ya kisheria, watarattabat alayhi atharu, na zikapangika juu yake athari zake shar'iyya za kisheria. Yani ikaleta matokeo yanayotakiwa kwa mujibu wa
wa sheria. Fasahihu min alibadati, basi iliyo sahihi katika ibada inda alfuqaha, kwa watu wa sheria dini ya Kiislamu, an yaqa alfi'lu, kitokee kitendo, ala wajhin, kwa namna ambayo yasqutu alqada, kinaondoa deni au kunaondoa deni, unakuwa hudaiwi tena, una deni. Imeingia wakati wa sala alfajiri, umekwenda umesala alfajiri kwa masharti yake na nguzo zake, umemaliza, umetoka, huna deni tena la alfajiri. Imeingia Ramadhani, umeifunga Ramadhani kwa taratibu zake, nguzo zake na masharti yake, imekwisha Ramadhani, hudaiwi, una deni. Una wajibu wa kutoa zaka, umetoa zaka kwa namna zake zinazotakiwa, huna wajibu tena wa kutoa nini? Wa kutoa zaka. Inakuondolea lile deni au jukumu la kufanya lile jambo. Hapo itakuwa sahihi. Ikiwa halijaweza kuondoa deni, halijaweza kuondoa jukumu, ina maana kile kitu sio sahihi, itabidi ukifanye tena, sababu hakija kuondolea ule wajibu uliokuwa juu yake. Anakuja kutoa mifano sasa. Faman salla, basi yoyote aliyesali, ala dhanni taharati, juu ya kudhani kwamba ametoharika. Maana anaweza kuwa hana yaqini, anadhani kwamba ametoharika. Kana salatuhu fasidatan, sala yake itakuwa mbovu, liadami suquti alqadha'i, kwa kutokuondoka lile deni. Maana ana hakika juu ya tohara yake. Utakuwa uingia kwenye ibada ukiwa una uhakika. Sasa wewe unadhani tu, na ukiwa na shaka ndio balaa zaidi. Na nimewahi kusema kwamba iko tofauti baina ya shaka, dhana na yakini. Ibada haitaki shaka, haitaki dhana, inataka yakini. Ingawa ikitokea dharura kidogo, basi angalau ile dhana inaweza kukusaidia, lakini yakini ndio kitu kinachotakiwa. Kwa mfano mtu anakwenda kusali alafu kibla hajakijua, lakini kwa mtazamo wake tu akaona, akadhani sana kibla kiko huku, kwa sababu pengine jiografia inamuongoza kwamba kibla chetu sisi watu wa Zanzibar ni kaskazini, na jua linachomoza mashariki linazama magharibi. Akapiga hesabu zake, akadhani kwamba hichi kibla kiko upande huu, akasali kidogo, kuna nafuu. Baada ya kutoka wakati anaweza kidogo akapata nafuu, lakini sio shaka. Shaka ni kupiga ana do sasa. Anajaribu tu kwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kitakuwa huku. Anaelekeza. Hiyo sasa ni kubahatisha. Ibada hazitaki kubahatisha, zinataka uhakika. Kwa hivyo atakayedhani ana tohara lakini hana uhakika, sala yake haiwezi kutimia mpaka awe na yakini kwamba mimi niko safi. Ndio sala yake itakuwa imefanyaje? Imetimia, sababu ibada zinataka yakini. Wasahihu min almuamalati, na vile sahihi katika matendeano, yani mambo ya kimaisha. Sasa matarattaba alayhi atharu shar'i, ni yale ambayo imepatikana juu yake athari yake ya kisheria. Ai, kwa maana mashuri alahu, vile ilivyowekewa sheria, kwamba kama ni biashara, manake ni kutoa mamlaka kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Kama ni kodi, kutoa fursa kwa aliyekodi kutumia alichokodishwa. Yani ile lengo na yale madhumuni ya sheria yamepatikana. Kahali lintifai fil bai'i, kama halali wa kunufaika na kitu katika biashara, kwamba wewe umenunua baskeli. Sasa ushanunua baskeli, manake sasa kuipanda baskeli na kuiendesha baskeli itakuwa ni haki yako. Isiwe tu umenunua baskeli alafu haki ya kuendesha baskeli huna. Sasa umenunua nini? Hujanunua kitu. Ndio kuna mambo mengine yanaleta mikanganyiko kweli kwenye miamala ya kidunia. Sababu hawa watu wa magharibi wanaweza kaja wakakitaka kisiwa kimoja wapo katika visiwa vidogo vidogo vya eneo fulani, wakakodishwa, halafu wao wanaanza kuweka sheria pale. Hamna mtu kuogelea hapa, hamna mtu mvuvi kupita hapa, hamna nini. Mpaka wanafika pale hao wamekodi, wamenunua. Na walichokodi nini? Kisiwa au bahari? Mpaka pana maswali mengi sasa yanaanza kujitoa. Ule mkataba umekaa vipi? Ulitizamwa vipi kisheria? Yatakuogelea haya basi kwa mita kadhaa au vipi? Hatuelewi. Maana kisiwa kinakuwa na eneo lake la bahari, sawa? Kwa mita ngapi? Kutia dema chini kule hairuhusi, kurusha mshipi ukenda kule. Haya, kama samaki unampuruzia, umemkua huku, lakini samaki ana nguvu, huwezi kumpandisha juu, unamwachia mshipi akasogea mpaka kwenye kisiwa kile, vipi itakuwa mambo haya? Msijui, mimi sijaipitia hiyo mikataba huko, lakini najaribu kusema kwamba kuna vitu vingine lazima kuangalia. Nini maana sasa ya biashara, nini maana kukodisha, nini na zile athari zake zinazoweza kupatikana. Walisimtahi fi zawaji, na kustarehe katika ndoa.
Kwa maana mkishafunga ndoa sasa ndio uhalali wa kustarehe kimwili unapatikana. Kabla ya kufunga ndoa hakuna uhalali wa kustarehe kimwili. Lakini sasa wewe umeshaoa halafu bado unawekewa na vikwazo. Kwamba mimi ni Jumatatu tu. Hapa mzigo utakula Jumatatu tu. Na Jumatatu hiyo iwe siweko red card, iwe ni yellow card. Sasa hii Jumatatu tu vipi? Na mimi nimeoa kwa ajili ya kupata nini? Kupata uhalali wa kunufaika kistarehe kimwili. Kwa hivyo ndoa inatoa. Kabla ya ndoa hakuna haki ya kustarehe kimwili baina ya mwanamume na mwanamke mpaka ingie ndoa. Kwa hivyo sasa ukisema si sahihi ndoa hii, manake uhalali utakuwa haupo wa kuingiliana kati ya mwanamke na mwanamke. Ukisema ndoa hii ni sahihi, basi maana yake kutakuwa na uhalali wa kufanyaje? Wa kuingiliana. Umeona sahihi linazaa nini? Katika ibada manake wajibu sasa wa kuabudu utakuwa umeondoka ikiwa umetekeleza ibada yako katika usahihi wake. Na katika maisha manake itakuwa sasa lile lilokusudiwa, lengo na madhumuni litakuwa limepatikana. Ndio tunasema kitu hiki ni sahihi na kitu hiki si sahihi. Na ndio maana wakiona watu ndoa ikawa si sahihi, maana yake ni kwamba uzuia yale madhumuni ya ndoa. Nitakupeni kesi moja ilinikuta mimi. Ile kesi ilikuwa ngumu kweli. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa baada la asiri inafungishwa ndoa. Tuko msikitini tumehudhuria, wakati wa kuja kutoa idhini, kumbe yule anayetoa idhini si baba halali wa huyu binti. Ni baba yake, lakini nasema si baba. Manake goli liliingia kabla ya firimbi ya mwanzo ya mechi. Halafu ikalia firimbi, ndio watu wakashangilia nini? Wakashangilia goli. Nimesema kwa mafumbo wewe watu wazima mshaelewa. Lakini mpaka ndoa inafungishwa pale taarifa zile hazipo. Na shekhe wetu marehemu Bismillahirrahmanirrahim ndio alikuwa anafungisha, ndio na unamjua msimamo wake ile jamaa. Bwana wangu tushafika pale, na huyo ambaye ni wali ni mtu tumecheza naye mpira na hivi. Kwa hivyo ilikuwa ile harusi mashuhuri sana, watu wamejazana kwa kweli. Akakataa yule kufungisha ndoa, kizamii sifungishi ndoa. Watu washahudhuria, makombe ya halua yako pale, nyama ziko pale nini, kuna vitu rivers zake ngumu sana. Mimi nikaenda najaribu kusema naye, kaondoka na daftari lake. Kila kitu mtihani, wewe mtihani. Basi nikamwambia jamaa tukabaki. Nikasikilizeni. Hii ndoa tunaifungisha na hii dhifa inaliwa. Mengine tuacheni sisi. Nikaingia mimi nikafungisha ndoa ile na dhifa ikaliwa na kila kitu. Watu wakaondoka pale, tumemaliza shughuli. Nikamwita bwana harusi na watu wake. Nikamwambia usiingie ndani. Uenda zako kapumzike. Mpaka Jumatatu tukutane mahakama ya kadhi asubuhi sote. Wewe wazee wako na huku mwanamke na yule wali na mamake ofisi ya kadhi. Asubuhi Jumatatu. Basi tumekunda. Jumatatu asubuhi tumekwenda. Mungu amrehemu Sheikh Al-Khatibu Mranzi alikuwa pale na mwalimu wangu mekanifundisha. Basi nimefika mapema, anaingia kaniona, Salum, kumwamkia. Kuna nini tena? Kaambia liko jambo naomba tuzungumze kwanza. Basi wewe utakuwa mtu mwanzo kuzungumza na mimi. Tukaingia ndani nikamweleza kilichotokea mwanzo mwisho. Akasema mfanya busara kubwa sana wewe kwa isichawanyike ile shughuli, maana kedhifa na nini watu wamechakula kila kitu. Lakini busara kubwa kuzuia dukhuli, kwa sababu ndoa ni dukhuli, mpira magoli. Naweza mkapiga pasi mwanzo mpaka mwisho kama mjafunga goli hakuna kitu. Hivi sasa mimi ndo naifungisha tena upya hapa kwa idhini ya kadhi. Ile ilikuwa si ndoa, lakini ile ilikuwa nini? Ni kutuliza watu. Ikafungishwa ndoa pale kwa idhini ya kadhi, sio idhini ya yule wali. Tena hapo akaruhusu dukhul, akasema hakuna haja kufanya dhifa tena wala kitu chochote, yale kuta yamekusha yote, wala msirudie nyuma. Hiyo tena mimi sijui kwa sababu sikufika huko. Mimi huko sikufika. Kama ilipatikana huko sikufika.
Umeona ninachotaka kukwambia? Kwa maana ya kwamba kitu kilicho sahihi ni kile ambacho yale malengo yatapatikana. Ile kule haikuwa ndoa sahihi, ndio maana dukhuli malengo yake tukayazuia. Ule uhalali hujapati? Haujapata. Uhalali mngoza kupatikana hapa alipofungisha nani? Qadhi. Al-qadhi waliyu liman la waliya lahu. Qadhi ndio wali kwa yule ambaye hana wali. Kwa hivyo kule kulikuwa hakuna uhalali. Lakini ile dhifa na nini litafrija. Si tatizo kubwa, watu siku hizi wanatangulia kula kabla ndoa haijafungwa. Si wanakula watu mapema kabla ndoa haijafungwa. Kwa hivyo waache wale ile riziki yao. Tarzuku man tashau bighairi wamekula riziki yao. Lakini harusi ni yesikajibata. Ni wao wale waoaji na wale waolewaji hawakutaka kuwa wa kweli. Kwa sababu huyu mfungishaji ndoa kama hajapewa taarifa za kweli hawezi kujua. Kama angejua si angewaambia mapema. Sijui, unajua tabu wakati mwingine kumwambia mtu huyu anayekuja kuozesha ni babake halali, inakuwa kidogo nayo. Kwani unatutilia shaka shekhe? Kwani unafikiri sisi wazinifu kama wewe? Yaanza kugeuka matusi. Kesi nyingine ni ngumu kweli kujipatia solution yake. Mimi ninachosema tunaweza tukamtafuta nani kakosea nani, lakini la msingi elimu ni kutatua matatizo ya watu. Kama una elimu likitokea tatizo litatue. Ile ndo faida ya nini? Ya elimu, kutatua matatizo. Nayo tu katembea hivi unaringa mimi najua, hayo sio mambo ya msingi. Mambo ya msingi litokea tatizo, simama kwa elimu yako lisaidie lipate utatuzi. Turudi bwana. Kwa hivyo walisimtau fi zawaji na kustarehe katika nini? Katika ndoa. Kwa hivyo na maana process yote ya kufungisha ndoa lengo lake ni kutafuta uhalali wa kufanyaje? Wa kustarehe katika nini? Katika ndoa. Ndio lengo. Sasa ikiwa lengo lile mambo process mchakato wote haujawa sahihi, lengo litakuwa halifikiwi. Tumefahamiana Wa ghairu sahihi, na kisichokuwa sahihi huwa ma sadara min afali almukallafina, ni vile vilivyotoka katika vitendo vya waliolazimishwa na sheria, ghaira mustawfin, hali ya kuwa havijatimiza. Hiyo re ya ghaira itiwe fatha kwa sababu hiyo ni hali. Ghaira hali ya kuwa mustawfin, havijatimiza arkana huwa shurutahu, nguzo zake na masharti yake, ala alkayfiyati almatluba, katika namna inayotakiwa. Kwa hivyo kinyume cha sahihi ndio nini? Batil. Sahihi ni ile ambayo nguzo na masharti yamekamilika. Batili ni ile ambayo nguzo na masharti havikukamilika. Kimoja katika hayo au vyote vikiwa havijakamilika, basi itakuwa si sahihi. Tumefahamiana? Kwa hivyo sahihi na isiyokuwa sahihi ni kitu na kinyume chake. Kwa hivyo kwa kesi ile tuliyotolea mfano, yule wali hakuwa wali wa kisheria. Kwa hivyo na ile ni nguzo katika ndoa, wali wa kisheria. Kwa hivyo kwa kuwa hakuwa wali wa kisheria, ndoa haikuwa sahihi ile. Wala mtatarattab alayhi atharuhu shar'iyya, wala hazijapatikana juu yake athari zake za kisheria, yale matokeo hayatopatikana. Wa hadha yusamma inda aljamhur, na jambo hili linaitwa kwa wanazuoni walio wengi albatil walfasid, yote majina yake, ama liitwe batil au liitwe fasidi, batili au bovu. Jamhuri ya wanazuoni wanaona batil na fasidi ni jambo moja. Tuligusa kule na hapa talisema. Lakini Abu Hanifa peke yake katika mtazamo wake anaona batil ni kitu kingine na fasidi ni kitu kingine. Lakini walio wengi wanaona fasid na batil ni synonyms. Synonyms, visawa. Yani ni maneno mawili yenye kumaanisha kitu hiki kimoja. Visawa. Vinaitwa visawa kwa Kiswahili. Au kwa Kiingereza kitaalamu wasema synonyms. Majina yanayoeleza kitu kimoja. ولم تترتب عليه آثار شرعية، وهذا يسمى عند الجمهور الباطل والفاسد، فهما بمعنى واحد عندهم. بس hivyo fasid na batil kwao vina maana moja tu hao jamhuri. Hapa akisema jamhuri maana kusudia Maliki, Shafi na Hanbali, kwa sababu Hanafi ndio iko nje ya jamhuri katika ile. Kwa upande wa Masuni zile madhehebu nne, hapa ni madhehebu ya Maliki, madhehebu ya Shafi na madhehebu ya nani? Ya Hanbali, ambao utaona wazi kwa mara nyingi watu hao watatu huwa wanakubaliana na sababu zake ziko wazi. Kwa Ahmad kasoma kwa Shafi na Shafi kasoma kwa Maliki. Kwa hivyo kuna mwalimu na mwanafunzi na mwanafunzi wa mwanafunzi. Maliki ndio mwalimu, Shafi ndio mwanafunzi na Ahmad ni mwanafunzi wa mwanafunzi. So Ahmad kasoma kwa Shafi
na Shafi kasoma kwa Maliki. Sasa mwalimu peke yake hapa ambaye hakusoma kwa yoyote miongoni mwa hawa ni Maliki, lakini Shafi kasoma kwa Maliki, kwa hivyo ni mwanafunzi wa Maliki. Lakini kwa kuwa Shafi naye kamsomesha Ahmad, kwa hivyo Ahmad naye ni mwanafunzi. Kwa hivyo pale pana mwalimu na mwanafunzi na mwanafunzi wa mwanafunzi. Si Kiswahili changu kimeeleweka? Kama vile pana babu, mtoto na mjukuu kitaaluma. Kwa hivyo Ahmad ni wa mwisho katika historia. Ingawa Ahmad naye akamsomesha Bukhari na Muslim, sio mchezo. Bukhari na Muslim wamesoma kwa Ahmad zaidi kwenye fani ya hadithi, wamepokea kwa na wamesoma kwa watu wengine, si yeye peke yake. Haya sawaan ni sawasawa fil ibadati wal muamalat, katika ibada na katika mambo mengine ya maisha. Jamhuri wanaona fasid na batil ni kitu kimoja. Fasalatu albatilatu kasalati alfasida, kwa hivyo kwao sala iliyokuwa batil ndio hiyo sala iliyokuwa fasidi. La tasqutu alwajibu au la tusqitu alwajiba, bora tuifanye hivyo. Alwajiba tuitie fatha, la tusqitu alwajiba, hiyo sala haiondoi wajibu ikiwa ni batil au fasidi. Wala tubri'u dhimmata, wala haiondoi nini? Haiondoi dhima, lile dhamana ya kusali itakuwa haijaondoka bado ikiwa sala yako ni batil. Sasa umesali sala batil au fasidi, usali tena. Umefunga saumu fasidi au batil, ufunge tena. Ndoa ikiwa batil au fasidi, ifungishwe tena. Na kwa hivyo kwa ile kesi yetu, ile ndoa ilikuwa batili kwa sababu ile wali alikuwa siye, ndio maana kadhi akaifungisha tena. Lakini sisi tumeondoa aibu tu pale, kwamba watu wapige mipwago, uendeza watu wengine walishakula mchana tayari. Ile la siri kwa ni halua tu na visambusa na vinini vikawa ndio maana kadhi akaifungisha tena, kwa sababu ilikuwa batil kwa mtazamo wa Shafi na mtazamo wa Ibadhi. Kwa hivyo haikuwa na tabu yote, na waoaji walikuwa Ibadhi, waolewaji walikuwa Mashafi. Kwa hivyo kwa madhehebu zote mbili ilikuwa ni kitu namna moja. Wala yatara, kwa hivyo hiyo ndio maana yake. Wal bai'u al batilu, na bai'i iliyobatilika, yani biashara iliyobatilika, kal bai'i al fasidi, kama biashara iliyoharibika. La yuaddi, unaona hapo yeye kaitia nukta la yuaddi, kwa hivyo dali itakuwa na kisra. Ingekuwa hakuna nukta mbili, ingekuwa la yuadda, dali ingekuwa na fatha. La yuaddi, haipelekei ila naqli, katika kuhamisha almilkiyati fil badalaini, mamlaka katika vibadala viwili. Haipelekei kuhamisha mamlaka katika vibadala viwili. Maana biashara kazi yake kubwa ni kuhamisha mamlaka katika vibadala viwili. Mtu mmoja ana mbuzi na mwingine ana gunia la mpunga, wamekubaliana kwamba wauziane, kwamba mwenye mbuzi amuuzie mwenye gunia la mpunga mbuzi wake, na mwenye gunia la mpunga ampe gunia la mpunga mwenye mbuzi ili achukue mbuzi. Sio wanabadilishana, ndio barter system, mfumo wa kubadilishana bidhaa. Sasa ikiwa biashara hiyo ni sahihi, basi itapelekea kubadilishana na mamlaka itahama. Mamlaka ya mbuzi itaingia kwenye gunia la mwenye gunia la mpunga, na mamlaka ya mwenye gunia la mpunga itaingia kwenye nini? Mamlaka ya mwenye nini? Ya mwenye mbuzi. Na kama ni hii yetu sisi iliyoenea sasa ya pesa, unakwenda unanunua mbuzi kwa shilingi 100,000. Kwa hivyo ina maana 100,000 itahama kutoka kwenye mamlaka yako, itakuwa ni mamlaka ya nani? Ya mwenye mbuzi. Na mbuzi tena atahama kutoka kwenye mamlaka ya mwenye mbuzi, atakuwa wako. Na hapo ndo biashara itakuwa imefanyaje? Imefanyika. Sasa ikiwa kila mmoja atabaki na chake, kuna biashara gani? Hakuna biashara. Kwa biashara lazima ihamishe mamlaka moja kwenda mamlaka nyingine. Kwa hivyo biashara iliyo sahihi ni ile ambayo itapelekea mamlaka mbili kuhama, moja kwenda huku na nyingine kwenda huku. La ikiwa haijawa sahihi, imekuwa batili au fasidi, haitoruhusu kuhamisha mamlaka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Wala taratabu alayhi hukmun shar'i, wala ipangiki kwake hukumu ya kisheria. Mnarudi kama mlivyokuwa, back to square one. Kila mmoja anabaki na chake. Mwenye pesa anabaki na pesa, na mwenye bidhaa anabaki na bidhaa. Na kama ndoa ni batili, manake yule bwana anabaki kuwa bado hajaoa na yule mwanamke anakuwa bado hajaolewa. Hakuna mume na mke hapo. Kuna mposaji na mposwaji. Bado hatujamaliza lile jambo. Mnarudi kama mlivyokuwa. Huu ndo mtazamo wa jamhuri, na kusudia Malikia, Shafiia na Hanbalia. Sasa Abu Hanifa ana mtazamo kidogo tofauti.
Hebu tumtizame. Waqala al-Hanafiyah, na wakasema mahanafi, la farqa, hakuna tofauti yote baina al-batil wal-fasid fi al-ibadati, baina batil na fasidi katika ibada. Kwa maana hiyo wamekubaliana na jamhuri wao kwamba fasidi na batil ni kitu kimoja, lakini katika mambo ya ibada, kwenye mambo ya ibada lilokuwa fasidi na lilokuwa batil lote limeharibika tu kwenye ibada. Fahiya imma sahiha au ghairu sahiha, kwa sababu ibada ama ziwe sahihi au zisiwe sahihi. Wala fi zawaji, wala katika ndoa hakuna jambo hilo. Fa zawaju al-batil, basi ndoa iliyo batil ka zawaji al-fasidi, kama ndoa iliyoharibika. La yufidu halal al-mut'ati, haileti faida ya uhalali wa kustarehe. Hii itakuwa ni hila, bora hii tuwe kisra. La yufidu hilla al-mut'ati, haileti faida ya uhalali wa mut'a. Neno hillu ndo maana yake uhalali zaidi katika fasaha yake. La hunna hillu lakum wala antu wala la antu la hunna hillu lakum wala, imekuja vipi? Lakini hillun hillun maana yake ni halali. Halun ni utatuzi, halul mushkilati maana yake ni kutatua tatizo. Kwa hivyo hillu ndo fasaha yake bikasri al-hay. Tayeb, kwa hivyo haileti maana hii. La yufidu hilla al-mut'ati, haileti uhalali wa kustarehe. Wala taratabu alayhi atharuhu, wala haipatikani ndani yake athari yake. Lakini wakatofautisha kwenye kipengele kimoja tu. Wa amma fil uqudi, amma katika mikataba wa tasarrufati na matumizi mengine, ai fil muamalat al madaniya, kwa maana matendeano ya kiraia. Madania ni kiraia, sio Madina hapa. Matendeano ya wao wametofautisha. Fal aqdu, basi mkataba, imma sahihun, ama uwe sahihi, au batilun, au batil, au uwe fasidun. Wakazitofautisha. Kwa hivyo batil na fasid wakasema ni vitu viwili tofauti. Tutaona wanaposema. Wal batil huwa alladhi, mahanafi wanaendelea kusema kwamba batili kwao ni ile ambayo yakunu al-khalalu fihi, inakuwa pengo ndani yake. Khalali ni pengo au dosari, fi asli al-aqdi wa asasihi, katika shina la mkataba na msingi wake. Katika shina la mkataba na msingi wake, yani ile kasoro inakuwa ni ya msingi, imegusa jambo la msingi. Bi ankana fi sighati, kwa mfano itakuwa katika muundo, yani yale maneno ya mkataba aliotumika sio. Kwa mfano kwenye kuoa, baada ya kuambia na kuozesha binti yangu, yakasema na kuuzia binti yangu, au na kubebesha kichwani huyu binti yangu, na kutwika. Format, watu wa sheria wale wanasema nini? Format. Ile format iliyotumika sio, ndio sigha. Ingawa Wasukuma ndio wanapofanya hivyo, na kuuzia binti yangu kwa mang'ombe, nasema nimemnunua kwa mang'ombe tuliyokubaliana, yeye kamnunua na wewe umemuuza, lakini kule wamesamehewa kwa sababu wao ndio wanavyokusudia, wanakusudia kuozesha. Sali jamaa limetajirika, lishanunua majana jike 10, manake kaoa wanawake 10. Kwa hivyo ile sigha, muundo uliotumika ukawa sio. Hata katika biashara, kwa mfano unauza mchele, sasa wewe si una njaa, haya chukua huo. Je, hii sigha, muundo huu ndo wa kuuziana au ni maneno tu ya kijeuri? Muundo au al-aqidain, au wale wawili wanaoingia kwenye mkataba wakawa sio, ndio yule wali, kwa mfano akawa wali aliyekuja pale sie, au hana hadhi ya kuwa wali pale. Wanaweza kuwa wapo mawali, lakini aliyokuja pale si wali wa daraja lile. Kwa hivyo nayo inawezekana ikaleta. Au anayeoa na anayeolewa, mmoja ni khuntha, ana jinsia mbili. Sasa ili mpaka likakae liwekwe sawa, maana hawa khuntha wako namna 3. Kuna khuntha bayinu dhukura, khuntha bayinu unutha, na khuntha mushkil. Kuna mmoja anazo mbili, lakini ya kiume ndo iko wima, shafti inapiga vizuri, ile nyingine imebaki tu pale kama chapa tu, kama muhuri tu. Na kuna mwingine ana mbili, lakini yule mamechanje ndo anatema mzigo pa. Yule mwingine yuko pale tu kama mkonga wa tembo, unababaisha watu. Alafu kuna mwingine zote mbili hazifanyi kazi,
zipo tu pale chapa, na mwingine ana 2 alafu zote zinafanya kazi. Huyu ndo nadra kupatikana. Ukimpeleka huko anaingia, ukimpeleka huko anaingia. Sijui kama yupo hasa duniani. Sasa mushkili, kunta mushkili ana tatizo na kunta bayini ana tatizo, kila mmoja namna yake. Wanazuoni wanasema ikiwa inaonekana njia moja inafanya kazi zaidi, basi tutampeleka kwenye hiyo njia yake inafanya kazi zaidi, hata kama muonekano uko tofauti. Sasa anaonekana dem lakini uko chini pipe inagonga, sasa ataruhusiwa aoe. Sasa huyo anayeolewa naye si mpaka akubali kuolewa na mtu wa namna hiyo. Ndio tunarudi huko sasa, ikiwa zile hitilafu zimo ndani ya wale wanaoingia katika lile jambo lenyewe, huko kutakuwa na mashaka kidogo. Au al-ma'qud alayhi, au kile ambacho kinafanywa mkataba chenyewe kina mashaka. Kwa mfano kuuza nguruwe. Wanazuoni wa Kiislamu takriban wote wanakubaliana kwamba kuuza nguruwe haifai. Lakini mjadala huko, kama wewe umekwenda kuwinda porini nguruwe, alafu kuna mtu yeye anafuga mbwa, anamtaka huyu nguruwe kwa ajili ya kulisha mbwa wake, itafaa? Au kuna ile shuba anaweza kuwapeleka mbwa mbele, binadamu kaweka nyuma akasema nanua kwa ajili ya mbwa, kumbe nanua kwa ajili ya binadamu, kidogo kuna mashaka. Lakini ndo maakuda alai, kile kinachofanywa ile kazi yenyewe. Sasa hivi China kinyesi ni biashara kubwa sana. Wachina wote wakishajenga nyumba hujenga na makontena ndani ya nyumba zao kwa ajili ya kuhifadhi vinyesi, kwa sababu ni kipusa mali kweli kinyesi. Mtu akiwa kibonge kama mimi hivi, wanasema huyu ana mali nyingi, yanawekwa yanauzwa kwa sababu ni mbolea, wengine ni nishati wanazalishia umeme. Watu sasa hivi wanauza vinyesi. Na nasikia mradi wao unataka kuingia nchini mwetu, jiandaeni kwa kuuza vinyesi. Sasa maakuda alayhi, kile kinachofanywa biashara, kile kinyesi chenyewe kukiuza, inafaa haifai? Mjadala. Kuuza mavi ya mbuzi kwa ajili ya mbolea ya migomba inafanyika. Siku hizi wanaofuga kuku na njiwa, vile vinyesi vinatakiwa mbolea kubwa sana vile. Biashara. Mavi ya ng'ombe sasa hivi biashara, wala si kitu. Mkojo wa sungura inakaa dawa kubwa sana. Hata wangamia kule, mkojo wa ngamia unauzwa kwa ndoo kabisa Arabuni baadhi ya sehemu. Dawa ya utapiamlo, dawa ya macho, dawa ya ukurutu. Kwa hivyo tunakwenda katika dunia ambayo sasa ina mambo mengine, changamoto kubwa hizo. Kwa hivyo kwenye maakuda alayhi, kile kinachofanywa biashara yenyewe, kinafanywa mkataba, wala yataratabu alayhi atharun shar'i, wala ipatikani juu yake athari ya kisheria. Kaan yasura al-bay'u min majnunin, kwa mfano ikitokea biashara ya mwenda wazimu ndo anayeuza. Kamkuta mtu kichaa kakamata raba anauza. Nauza raba. Lakini muuzaji chizi, uweze kufanya naye biashara mtu mwenda wazimu, kwa sababu hana sifa za kufanya nini? Biashara. Lakini swali, mwenda wazimu anaweza kuoa au anaweza kuolewa? Kuna baadhi ya madaktari wa akili wanasema mwenda wazimu, baadhi ya wenda wazimu wakioa au wakiolewa ndio wanapona, kwa sababu kichaa chao kimekimbilia South Africa. Kwa hivyo ile akipata ile dozi ndo anatulia, analala vizuri, akili inatulizana. Kwa hivyo wako wengine vichaa wanawake waolewe na wengine vichaa wanaume waozeshwe. Sasa hapa anayefunga ndoa nani? Maana hata yule mwenda wazimu mwanamume haoi, yeye anaoa wali wake kwa niaba. Hawezi kuja pale msikitini akapinda goti pale, akivamia feni akalingoa. Mashaka, Kwa hivyo majnun mwenda wazimu. Au sabiyi la yaqilu, au mtoto mdogo ambaye hazingatii. La yaqilu manake hazingatii, yani hafahamu kitu hicho kinachofanyika ni kitu gani. Ndio utakuta watoto tuwatazame sana hizi siku za sikukuu hizi, wanaweza kufanya biashara watoto wadogo ukashangawe, akatoa kitu cha maana kwa kupoa kitu cha kijinga kabisa. Anaweza kupoa kile kibastola kinawakataa kile, akatoa viatu vizuri ulomnunulia wewe kwa ajili ya sikukuu ile, poe kile kibastola, karudi pale peku ana kibastola, sasa nimemtoa viatu umepoa bastola. Sasa biashara gani? Hajui thamani ya vitu kwa ule utoto wake.
Lakini ziko biashara wanaweza kufanya todo, anapewa mandazi, anapewa kaimati, anauza. Na wako watoto wengine ni mahodari wa biashara tangu wadogo. Huko vijijini tunaona unauza mihogo, wengine unauza samaki. Wako, kwa hivyo unapima lile jambo lenyewe, lakini mtoto mdogo ambaye hazingatii. Kasema ghairu mumayizin, ambaye hatambui, hatofautishi mambo, hajui thamani za bei za vitu na nini, yeye yupo tu. Au yakuna bai'an li ma'dumin, au ikawa unauza kitu hakipo, ikawa ni biashara kitu ambacho hakijapatikana. Biashara kitu ambacho hakipo, nayo ina mashaka makubwa sana. Hasa ikiwa ni biashara kubwa. Ikiwa biashara ndogo au ikiwa kuna contract, afadhali. Kuna mtu anaweza kukuuzia samaki na samaki yenyewe bado hajavuliwa. Sasa huyu anauza nini? Kakuahidi huyu, hajakuuzia. Biashara itaanza baada ya kukuletea huyo samaki. Haianza pale alipokuahidi kwamba pale kakuahidi hajakuuzia. Tumefahamiana? Kuna biashara nyingine zinakwenda tunazivumilia lakini mayai ya njiwa au pengine makinda ya njiwa hayajazaliwa, mtu anakwenda nawekesha kwamba nataka makinda ya njiwa huyu. Jamaa ndo kwanza pengine hata mayai hajatoa au analalia. Ni maalum, hujui kitakuja vipi, kinaweza kuja kizima, kinaweza kuja kibovu. Ile ni ahadi, sio biashara. Biashara itaanza pale ambapo kitu kimekuwa tayari. Contract zina mtazamo kidogo tofauti. Kwa mfano nataka kujengewa nyumba kwenye kiwanja changu, panachorwa nyumba, unaonyeshwa kwenye makaratasi, itakuwa hivi. Haipo hiyo nyumba yenyewe, lakini unalipa pesa advance, zinatumika pesa zile kwenda kutafuta baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuanza kuijenga hiyo nyumba. Halafu ije ikamilike iwe kama vile ulivyotaka, unamaliza pesa. Hiyo ni bai'u salami. Ipo, inaruhusiwa kisheria na ina sababu zake. Au zawaji bi ihda al-maharim, au kuozesha mmoja katika wanawake ambao ni haramu kuwaoa. Huyu anayeoa huyu kwenda kuoana na watu ambao ni haramu kwake, kufanyaje? Kuoana nao, bila shaka haitakuwa ndoa yake itakuwa si sahihi. Walfasid, sasa Mahanafi wanasema hiyo ndio batil. Batil ni ile ambayo imegusa uharibifu katika mambo ya msingi. Walfasid, na fasidi kwao huwa makana alkhalalu, ni ile iliyokuwa pengo fi ndani yake, fi wasfi min awsaf alaqdi, katika maelezo miongoni mwa maelezo ya mkataba, yani mambo ya pembeni, si jambo la msingi. Bi ankana, kwa mfano ikawa fi nahiyatin far'iyya, katika upande wa tawi, mutammimati lahu, unatimiza tu ule mkataba. Ai kwa maana fi sharti min shuruti al-kharija, katika sharti miongoni mwa sharti zake ya nje. Ama hiya juu ya unini wake, unini au ainisho. Ma hiya tunaisema unini au ainisho, kwa sababu ile wama adraka ma hiya narun, na nini kitakachokujulisha nini huo moto, sasa ma hiya unini au ainisho kwa neno jingine. Warkani, na nguzo zake. Wayatarattabu alayhi, wanasema inapatikana juu yake baadhi ya athari za tawafarat arkanu tasarrufi, zikikamilika nguzo za matumizi wa umuri la asasia, na mambo yake ya msingi. Hebu tuone kwenye mifano. Kalbai bi thamanin majhuli, wao wanasema kama kuuza kwa thamani sio julikana. Katika mtazamo wa Abu Hanifa hiyo ni biashara sahihi, kwa sababu inarekebishika. Kwa jamhuri si sahihi. Kwa mfano nakuuzia tikiti hili shingapi? We kula tu, tutaelewana. Umaliza kula nakwambia 10,000. Jamhur, Malikia, Shafiia, Hanbalia wanakuambia tangu mwanzo hiyo biashara si sahihi, usikubali. Wakati unaamua kuchukua tikiti lile, ujue bei yake ni shilingi ngapi, usije ukapata mgogoro baada ya kulitumia. Ndoa, mahari shilingi ngapi? Wewe watu Sheikh Msabasi tunakujua, chukua mzigo huo, nenda huko, kisha kuingia ndani tutazungumza. Jamhuri wanasema hapana, paka ujue utalipa shilingi ngapi. Tumefahamiana? Mahari. Vinginevyo ikitokea watapata formula ya kulitatua, lakini wanakataa tangu mwanzo. Usikubali kwenda namna hiyo, utafika mahali utapata mgogoro. Lazima uelewe mapema mnakubaliana kwa kiasi gani na mambo kama haya.
Sasa yeye anasema hapana, hiyo itafaa. Al-muqtarin bi shartin fasidin au al-muqtarin au iliyoambatana na sharti bovu. Kwa mfano kusema na kukodisha nyumba yangu hii, lakini sitaki humu asali mtu, nyumba hii haisaliwi, hilo sharti ni bovu. Jamhur wanakuambia wale Malikia, Hanbalia na Shafia, tangu mwanzo usikubali sharti hilo. Binadamu hawezi kukaa katika nyumba alafu kwa sharti la kwamba pasisaliwe humo ndani, itakuwa tabu. Sababu ni binadamu, leza kukuta lote ikakulazimu kusali ndani ya nyumba. Siku moja mimi nikuta kesi moja ngumu sana. Tulikwenda mahala tukafikia rest house ya kanisa, iko mbali na mji kweli. Ni nyumba ya kufikia wageni lakini ya kanisa. Chumba nilichopewa mimi kina picha za yule bwana kila mahala, na wale malaika wamekaa hivi na alfajiri imefika sasa. Sema choo kila kitu safi na msala wangu kila kitu, lakini humu ndani hamsaliki kwa picha. Kila nikipiga hesabu kasema basi kazi rahisi. Nikaanza kutoa foronya kwenye mito, nazifunika zile picha. Shuka lile nafunika, mapazia ngatoa ngafunika ile mapicha yote. Ngatandika msala wangu nkasali. Kumaliza ikampata kazi tena kurudisha mapazia, kurudisha foronya kwenye mito, kumaliza. Kwa sababu hapa ukizitoa nje hizi picha itakuwa tena matatizo yake makubwa zaidi. Wewe ufikia mahala ndio ubidi ufikie tu, Sasa unampa mtu masharti kwamba sharti ni fasidi, ndani ya nyumba hii hapa saliwi, hilo ni shartun fasid. Jamhur wanakuambia tangu mwanzo usikubaliane kabisa na biashara hiyo. Abu Hanifa anasema biashara itasihi, ile sharti tu litakuwa ndio bovu, kwa mtazamo wake. Wazawaju bighairi shuhudi, na ndoa hapa sina mashahidi. Jamhur wanakuambia tangu mwanzo usikubali kufunga ndoa pasipokuwa na mashahidi, na ndoa hiyo ni batil. Umenifahamu? Isipokuwa kwenye kipengele kile cha ndoa ya muta inokubaliwa na Mashia, kule kuna kipengele chake. Ingawa Abu Hanifa anasema mnaweza mkafunga ndoa pale pana wali na yule anayeoa na anaolewa, basi hapana mashahidi, alafu kesho yake asubuhi mkatafuta watu, bwana jana tulioana sisi mshuhudie kwa jambo lilipita jana. Jamhuri wanasema mna wawepo pale wakati mnafanyaje, mnafunga ndoa. Habari za kwamba jambo lilipita jana, hakuna habari ya jambo lilipita jana. Haya, watataratabu na upangika ala alfasidi wa fasidi inda alhanafia, kwa mahanafi baadhi alathar. Unaona, mahanafi wanakubali kwamba baadhi ya athari zitapatikana, yani litafaa kwa kesi fulani na halitofaa kwa kesi fulani, wanakubali nusu. Kwa mfano wanasema fatantaqilu almilkiyatu alkhabitha, mamlaka mbaya itahama bilqabdhi, kwa makadhiano fil bay' alfasidi, katika biashara iliyo fasidi. Kwa mfano mtu akikuuzia nguruwe, basi japokuwa biashara ni fasidi lakini ndo imefanyika kwa sababu ndo ushanunua nguruwe, umemnunua nguruwe. Jamhuri wanasema ni batili biashara kimsingi, kwa sababu Uislamu nguruwe haujamhesabu kuwa ni bidhaa, na kwa nguruwe hauzwi. Hanafi kwamba dhambi zako mwenyewe, kwa nini umenunua nguruwe? Lakini biashara sahihi hajakudhulumu wala hujamdhulumu, so mmeuziana, mmekubaliana wenyewe, lakini dhambi za kununua nguruwe zitakuwa zako. Kwa hivyo yeye kachukulia ile biashara itakuwa fasidi, utabeba wewe jukumu, lakini biashara imefanyika. Umeiona wajibu almahru wal iddatu fi zawaji alfasidi, na itapasa mahari na eda katika ndoa iliyoharibika. Kwa mfano ile ndoa ambayo hamkutaja mahari iko solution, lakini hii nafikiri hata Jamhuri wanaikubali. Kwa mfano wewe umekwenda mahala ambapo bwana shekhe oa tu huyo mwanamke bwana, mahari tutazungumza baadaye, ukakubali ukaoa pale, ukaingia ndani. Asubuhi unakunywa chai na kikoi chako pale, unaambia hapa ni milioni 30 bwana. Unataka nini? Hilo ni gari Prado au au ni nyumba ya kijijini? Milioni 30. Ndio milioni 30 wewe. Ushakula mzigo, sasa lipa milioni 30. Vipi mambo haya? Wanasema pana, tutakwenda kwenye maharul mithli. Tutatuma watu watafanya utafiti. Mwanamke kama yule, kwa familia kama ile, katika mazingira kama yale, na kwa muda kama ule, anaolewa kwa shilingi ngapi?
Kwa hiyo patafanywa uchunguzi mpaka utapatikana wastani wa mahari, sio lile walilolisema wao. Kwa hivyo linarekebishika hilo. Au mfano mwingine ndo ule umeingia hoteli ya kitalii, umekuta madafu yamechongwa pale na mirija na kisu, ukifika unatumbua mwenyewe, unatia mrija, unakunywa. Ukapiga moja kumaliza, unaambia hapa ni 1500 dafu hili. 1500 medafu nanua 500 limezidi 1000. Mambo lakini hoteli kama hizi zenye ma AC zenye manini, hapa dafu 1500 mzee, tunawauzia wazungu Kwa nini mliniona mimi si mzungu msinizuie kwa nini? Kaniacha na kwenda kulila hivi. Lakini mtakwenda mpaka mwisho utapatikana thamanu almithli, lakini utapigwa. Lazima utadundwa tu. Umepatikana rais 3000 2000 utaumizwa. Kwa hivyo itapatikana formula lakini ya kukadiria ambayo inaitwa mahrul mithli kwenye mambo ya ndoa, na kwenye biashara inaitwa thamanul mithli. Sisi tuko tunapeana tahadhari wakati ule tunakwenda Dodoma kwenye vikao. Usione gesti nzuri tu ukaamua kufikia. Uliza kwanza hapa chumba shilingi ngapi? Kwa sababu kuna jamaa mmoja katoka huko ndo mara ya mwanzo mjumbe wa kikao, kufika kaona gesti nzuri, kaingia mna ma-AC na nini, nipe chumba, kapoa chumba kasaini, kumbe chumba laki kwa usiku mmoja. Yeye posho yake siku 20,000. Indagala na chumba cha laki, alishika dobi yake, siku 5 yote analipia chumba tu. Na asubuhi breakfast pale omelette siuma yake kaona babure zile, kumbe zote zimo ndani ya hesabu zile. Sasa ndo thamanul mithli na mahrul mithli vitatatua. Nafikiri tumefahamiana kwenye kipengele hicho. Hatari. Wal idda na eda fi zawaji alfasidi, katika ndoa ile kwa fasidi. Yani kama mfano mwanamke kafunga ndoa na mwanamume alafu baadaye kabainika kuwa ile ndoa haikuwa sahihi, ikavunjwa. Lakini itabidi mwanamke yule akae eda, asitena asiolewe papo kwa na mwingine, kwa sababu kule ndo kushapita dukhuli, lazima akae eda. Hata kama ilikuwa batili, Mungu atupushe mbali. Kwa mfano watu wameoana alafu kubaini kwamba ni ndugu baba mmoja. Nimekuja kubainika kwamba babake alikwenda kaoa mahala kutoa taarifa ndo akazaliwa yule na kila kitu, si lazima ndo ile tuibatilishe, lakini ndo keshaingia ndani mzee, keshakula mzigo. Kwa hiyo mwanamke atakaa eda japo kuwa ile ndoa imebatilishwa, lakini madhali dukhuli imepita, basi atafanyaje? Atakaa eda. Tumefahamiana vizuri hapo Au huyu mwanamume kaja kaoa, lakini kumbe mwanamume huyu ana kichaa, mwezi mdande. Kuna siku anaripuka, kuna siku anatulia. Siku anazoea kuoa, kaoa mzima, kumaliza baada ya wiki moja anaanza kutafuna ulimi. Vipi ana kifafa? Kuchunguzwa kumbe ni mwenda wazimu. Mwanamke hataki kukaa na mwenda wazimu. Ndoa imevunjwa, lakini kwa sababu alishaingia ndani, mwanamke lazima akae nini? Eda. Tumefahamiana? Ile eda itabidi ikaliwe kwa sababu ishapita dukhuli. Japokuwa ilikuwa batili au ilikuwa fasidi, ndio hilo linasema fi zawaji, katika ndoa alfasili wa yathbutu fihi nasabu bidukhuli, na nasaba vile vile tathibiti kwa njia ya dukhuli. Kwa mfano wameoana alafu baadaye kaje kabainika kuwa ni ndugu, itavunjwa ndoa, lakini mwanamke keshabeba mimba, mtoto akizaliwa ataitwa nani? Kwa jina la nani? Ubini ule ule babake. Ijapo kwa ile ndoa ilikuwa fasidi, ubini utakuwa ni ule ule wa babake yule ambaye atakuwa ni babake. Lakini sheria imemkataa kuwa mume wa mamake, lakini atakuwa babake. Nasaba haitaondoka. Ndio hivyo itakuwa ni fasidi hiyo ndoa, isipokuwa wametofautiana tu wanazuoni. Ikiwa walishakaa muda mrefu, basi itaachiwa ikahukumiwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Ikiwa ushakaa muda mrefu, lakini kama muda mfupi itawahiwa kuvunjwa.
Na kama atakuwa kapatikana mtoto au mimba ipatikana, basi nasaba itakwenda vile vile, babake yule babake na yule babake, lakini ndoa haitoendelea tena. Na hii inafanyika, ziko kesi nyingine tunazijua sisi. Kuna baadhi ya familia zetu zina ubaguzi. Mwanamke akishakuwa hataki watoto wa ndugu yake waje waoe kwake, anakwenda kuwanyonyesha maksudi. Anaonyonyesha maksudi, alafu anaanza kutangaza, mimi kunyonyesheni, ili nini? Msende mkachukua mizigo kule wake. Baya, tendeni bwana. Kwa hivyo yathubutu fi nasabu bidukhuli, nasabu itapatikana, nasaba itathibiti kwa kuingilia. Ingawa ndoa ilikuwa fasidi kule. Haya, kipengele kinachofuata cha 6 na cha 7, baada ya kusoma nini sahihi na nini batili, na mtazamo wa jamhur na mtazamo wa Abu Hanifa. Abu Hanifa anaona kama ni mambo yanakwenda karekebishika huko mbele ya safari. Al-azimatu war-rukhsa, kipengele cha mwisho kwa leo hichi. Kama muda utakuwa unaruhusu. Sasa bado dakika ngapi mpaka adhana? Tukiguse tuone takavyokuwa. Baada ya adhana tuendelee kidogo. Al-azimatu war-rukhsa, azimio na ruhusa. Akisema azimio anakusudia ile sheria ya mwanzo. Kama kitu ni haramu, haramu. Kama ni halali, halali. Ile sheria ya mwanzo iliyowekwa ndio inaitwa azima. Ili neno azima ni tata kweli, kila mahala ukenda ulitame vizuri. Ukenda kwa waganga, azima inakuwa herizi wakati mwingine. Na wakati mwingine azima ni ile nia wakati wa kutia ubani pale na waitu apate kichaa huyu Salumu Msabaha kwa sababu katupinga kwenye siasa. Ile nayo ni nini? Azima vile vile kule kwenye mambo ya uganga. Nimefanywa sana azima za namna ile, lakini alhamdulillah mpaka sasa nadunda. Haya. Al-azimatu war-rukhsatu, azimio na nini na ruhusa. Al-azimatu inda al-usuliyina, azima kwa watu wa usuli, hiya ma shuri'a min al-ahkam al-kulliyah, ni ile ambayo imewekwa katika sheria, katika hukumu za ujumla, ibtidaan, tangu mwanzo, litakuna kanunan, ili iwe kanuni aman pana, likulli min al-mukallafina fi jami' al-ahwali, kwa wote wanaolazimishwa na sheria katika mazingira yote. Kasalati wa zakati wal haji wa sairi shairi al-islami, kama sala, zaka, hija na vielelezo vyote vya Uislamu. Wa hiya imma wajibatun, na hapo vitaingia ama katika wajibu au manduba au haramu au makruh au mubaha, katika zile hukumu 5 za mwanzo katika ahkamu sharia, zile zote zinaitwa azima. Wa yadkhulu tahta al-azimati, na inaingia chini ya ile azimio ma da'at al-maslahatu al-amma ila tashri'ihi, kilichopelekea maslahi ya wote kuwekwa sheria yake, min awwal al-amri, tangu mwanzo wa jambo, kalbai, kama biashara. Biashara Mwenyezi Mungu ameruhusu kwa ajili ya maslahi ya wote, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa na kitu lakini anataka pesa au thamani, anataka kitu kingine, na kuna mtu ana pesa lakini anataka bidhaa hana. Kwa hivyo ukizuia biashara, manake mwenye bidhaa hatopata pesa na mwenye pesa hatopata nini? Hatopata bidhaa. Kwa Mwenyezi Mungu kaiweka ile kwa maslahi ya wote, ili tuweze kubadilishana mahitaji. Alichonacho huyu kiweze kumfika yule, na alichonacho yule kiweze kumfika huyu. Kwa hivyo imekaa kwa maslahi ya wote, kama hiyo biashara. Wal ijara, na kukodisha. Mwingine hayuko tayari kuuza lakini anataka thamani, kwa hivyo atakodisha ili apate kitu cha kutumia, na bado ile mali aliyokodisha ni yake, lakini itatumiwa kwa muda na huyu aliyefanyaje, aliyeikodi. Nayo ni jambo la lazima katika maisha, basi Mwenyezi Mungu ameliruhusu. Wal mudharaba, na ushirika wa nguvu kazi. Mudharaba ni ushirika wa nguvu kazi, kwa maana ya kwamba watu wawili au mmoja ana nguvu, mwingine ana mtaji. Mmoja ana ardhi na mmoja anaweza kulima. Yule mwenye ardhi kulima hawezi, na yule mwenye kulima hana ardhi. Sasa mnafanyaje? Atalima huyo aliyokuwa hana ardhi kwenye ardhi ya yule ambaye anaimiliki, halafu watagawana mazao au watalipana. Kwa hivyo unao ni mudharaba, kwa sababu mitaji haikai kwa wote na nguvu kazi hazikai kwa wote, na aghlabu wenye mitaji hawana nguvu za kufanya kazi, na aghlabu wenye nguvu za kufanya kazi hawana nini? Hawana mitaji. Kwa hivyo sheria ya mudharaba ya ushirika wa rasilimali au mtaji na nguvu kazi utakuwa unaweza kuleta faida. Hiyo ndio mudharaba. Wal qisasu, na kisasi, kwa maana mtu akifanya ubaya naye alipizwe. Kisasi manake kilipizo. Kisasi manake kilipizo. Sasa ikiwa mtu anafanya ubaya halafu halipiziwi yeye ubaya, itakuwa watu wabaya wanatamba tu katika hii dunia. Kwa hivyo akifanya ubaya naye akamatwa halafu sheria imlipizie,
ili yule aliyeonewa apate nafuu na yule anayewaonea watu apate uoga wa kuonea watu. Na hasa kishakuwa anasema mimi nitampiga huyu alafu nitamlipa, basi anaambia sasa hatutaki malipo, tunataka na wewe upigwe ili upate yale maumivu ya kipigo. Sasa hapo tena tutafika mahala ndio mnaelewana. Hiyo nayo imewekwa kwa maslahi ya watu. Wala tutlaqu ala alazimati adatan illa inda wujudi rukhsatin fi muqabilha, na haitumiki neno azima mara nyingi au kwa desturi isipokuwa kuwepo kwa rukhsa kwa upande wa pili, ndio inaitwa azima. Kawaida sheria za kawaida haziitwi azima, zinakuwa ni sheria tu, lakini ikitokea kuna upande wa pili kuna rukhsa, ndio zinatajwa kwa hizi ni azima. Kama vile mtu pacha, akiwa pacha hataji upacha wake mpaka tutakapozingatia yule pacha wa upande wa pili. Kama anatajwa yeye kama alivyo, atatajwa jina lake Hasani au Husaini au Juma au Makame basi. Lakini kama tunataka kutofautisha sasa, tunasema huyu ni pacha wa fulani. Kwa hivyo hizi rukhsa na azima ni sheria pacha. Ukizungumzia azima kwa upande mmoja, basi ufahamu kuna upande wa pili kuna kitu kinaitwa nini? Rukhsa. Na ukizungumzia rukhsa kwa upande mmoja, ufahamu upande wa pili kuna kitu kinaitwa nini? Azima. Tunamaliza. Kwa hivyo tunakuja kusema rukhsa tuenda lusuli, na rukhsa kwa watu wa usuli ni hii hapa. Hiya mashuria min al-ahkami, ni ile iliyowekwa sheria katika hukumu liudhrin shaqin, kwa udhuru wenye mashaka. Piga mstari chini ya neno udhuru, kwa udhuru wenye mashaka. Udhuru wenye mashaka. Biqasdi riayati hajati nasi, kwa kukusudia kuchunga mahitaji ya watu, yani kuyaheshimu mahitaji ya watu. Hiyo ya kwanza. Au ya pili litakfifi ala mukallafi, kumpunguzia yule aliyelazimishwa na sheria fi halatin khasa, katika hali mahsusi. Si lazima kuiondoa yote sheria. Unaweza kuiondoa yote ikawa ndio rukhsa, au unaweza ukaipunguza. Kwa mfano rukhsa ya mwezi Ramadhani unaiondoa yote kwamba asifunge siku ile, atafunga siku nyingine, au kama ndo hawezi kabisa atatoa fidia. Lakini kwenye sala humwambia akiwa safarini asisali kwa siku ile, lakini unamruhusu kupunguza na kuchanganya sala. Kwa hivyo rukhsa iko atazieleza huko, rukhsa tu isqatin, rukhsa inoiondoa hukumu yote, na rukhsa tu takhfifin, rukhsa inoipunguza ile hukumu ikabaki baadhi na baadhi isitumike, na mambo kama hayo. Wa ibahati tarki hiyo hapo lil hajati ile, au li takhfifi fi halati ma baqa'i sababi almujibi, pamoja na kubaki sababu inawajibisha lil hukm al-asli, ile hukumu ya asili. Yani sababu ya kuswali iko pale pale, kama jua limezama magharibi iko pale pale, kama alfajiri imeingia sababu haijabadilika. Sababu kilichobadilika ni ile sheria tu, kwamba wewe sasa utaruhusiwa kuchanganya au kupunguza. Wa ibahati tarki aljamaati fi salati, na kuhalalisha kuacha sala ya jamaa limaradhin, kwa ugonjwa au nahuya mfano wake, kama ilipokuja corona, namna ya kusali jamaa, kuacha safu zile, kuacha mwanya na nini, zile ni ruhusa. Au mtu mgonjwa akaruhusiwa kusali nyumbani badala ya kwenda msikitini na mambo kama, au mvua kali hakutokeki, au nchi na vita. Wa amthilatu rukhsati, na mifano ya rukhsa at-talaffudhu bil kufri inda al-ikrahi, kutamka kukufuru wakati wa kulazimishwa. Umewekewa bunduki au panga la shingo, sema hakuna Mungu, tutakukata kichwa. Wewe sema hakuna Mungu kabisa, ongeza na neno kabisa, ili upate kupona, kwa sababu hiyo ni nini? Rukhsa. So umelazimishwa, utapotezewa maisha yako. Wal aklu min al maitati inda dharura, na kula katika nyama iliyokufa wakati wa dharura, au kula nguruwe kwa ajili ya kuokoa maisha. Fal udhru fil awwal, udhuru katika mwanzo huwa likrahu, ni kule kulazimishwa. Wa fi thani huwa dharura hifdhi nafsi, na la pili ni ulazima wa kuhifadhi nafsi isiangamie, kwa hivyo utakula kile kilichoharamishwa. Ma baqa'i sababi al-hukm al-asli, pamoja na kwamba sababu ya hukumu ya asili itabaki pale pale. Kukufuru ni dhambi na kula kilichokufa ni dhambi, lakini wewe umepata nini? Ruhusa kwa mazingira maalum. Hakubadilishi, usije ukasema kutoka pale tena sasa kukufuru umekuwa ruhusa na kula nguruwe kwa ruhusa. Ilikuwa ruhusa katika kipindi kile kwa mazingira yale tu, bado haramu uko pale pale. Hatari. Wa huwa fil awwal, nayo ni kada huwa dharura tu nafsi ma baqa'i sababi al-hukm al-asli, pamoja na kubaki hukumu ya asili. Wa huwa fil awwal, nayo katika mwanzo wujudu wa dillati, kuwepo kwa hoja, wujubi limani, kulazim kuamini, wa hurmatul kufri, na haramu wa kafiri. Wa fi thani huwa dararul maitati, na ya pili kwamba maiti au nyama iliyokufa ina madhara, kwa sababu itakuwa ina vidudu na nini, imeoza na kitu. Amma idha lam yabqa as-sababu al-mujibu lil-hukm al-asli, ama itakapokuwa sababu yenyewe haijabaki, imeshaondoka iliyowajibisha hukumu ya asili,
Kwa mfano kaibahati tarki almuslimi thabati amama 10 min alkufari, kule kuhalalisha muislamu kuacha kuwa imara mbele ya 10 katika makafiri, baada ankana mamnua, baada ya kwamba ilikuwa imekatazwa, fala yusama rukhsa, hiyo haifanywi, haitwi rukhsa, hiyo inakuwa ni nasakh. Kagusia jambo moja kubwa. Mwanzoni Qur'ani ilisema muislamu akikutana na makafiri 10 na yeye ana upanga na wote wana mapanga, asikimbie, apigane nao mmoja kwa 10. Na kwa hivyo Waislamu wa mwanzo wote walikuwa ni nani? Maninja, Shaolin masters. Watu 10 kupigana nao kwa mapanga, na wewe mmoja peke yako. Huruhusiwi kukimbia, lazima upigane, ama uwe au uliwe. Na bila shaka katika hali kama hiyo utauliwa tu. Kwa hivyo hisabu kwamba wewe utaua wangapi. Katika hali hiyo utauliwa tu. Sasa hisabu utaua wangapi. Lakini baadaye kaja sheria akasema sasa hivi tena basi angalau wewe mmoja kwa 10 wengi, mmoja kwa mmoja sawa, mmoja kwa 10 wengi, ikafutwa ile sheria. Kwa hivyo ile haikuwa ruhusa, ile ilikuwa ni sheria iliyofutwa. Zitofautishe baina ya sheria iliyofutwa na baina nini ya ruhusa, ndio wanachotaka kusema. Lakini kenda mno tu, fala yusamma rukhsa lianna alhukm alasli wa huwa wujubu thabati lil10 qad zala sababu, kwa sababu hukumu ya asili nayo ni kupasa kuwa imara dhidi ya maadui 10, sababu yake ishaondoka. Wa huwa qillatul muslimina, ilikuwa wakati ule waislamu ni kidogo, makafiri ni wengi sana. Sasa ukisema mmoja akikuta 10 akimbie, ndo ilivyo kwamba kila jamii ilikuwa makafiri wakiwa 10, muislamu anakuwa mmoja. Sasa unakimbia nini? Na hiyo ndo hali halisi. Lakini baadaye mambo yamekwenda, waislamu sasa wakawa nao ni wengi, sasa ikawa hakuna sababu ya kusema mmoja kwa ngapi? Mmoja kwa 10. Wahina ubiha lahum tarku hadha thabati, na ilipokuwa imehalalishwa kwa kuacha huku kuwa imara, lam yakunu khillaha, wa kuwa dogo tena kidogo tena, wa inma kanu kathra, lakini walikuwa wengi. Kwa hivyo anaonesha kwa hizi sio rukhsa, hizi ni naskhi, ni sheria alafu inaondoka katika mazingira inakuja sheria nyingine. Wakati Uislamu kwa kidogo